Naam, ni moja kwa moja kutokea makao makuu ya UTT AMIS. Tunazungumzia sukari au mimi naitwa Ali Upuju. Leo tupo katika kijiwe mchongo ya kitofauti kabisa. Kama unavyoona panel yetu leo hii ina ugeni mkubwa hasa kutokea manispaa ya Ubungo. Tuko na mstahiki meya Mr. Lawrence Mlaki, atazungumza na sisi kwa machache, lakini vile vile tuko na mkurugenzi kaimu mkurugenzi wa masoko Madam Martha, lakini vile vile tuna mgeni ambaye naye atakuja atatambulisha yeye ni nani na katika ugeni huu hasa anahusiana nini. Mheshimiwa, karibu. Asante sana Ali. Kwema kabisa. Safi kabisa. Unaendeleaje? Tumeshtuka leo tulivyosikia Mheshimiwa Meya anakuja UTT AMIS. Madam Martha akatuambia leo tutarajia ugeni mkubwa hasa. Lengo hasa la ugeni huu ni nini? Mimi leo nimekuja kwa sababu nimekuja na mwananchi wangu huyu hapa. Kwanza nijitambulishe, mimi naitwa Lawrence Mlaki kama ulivyosema, ni mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo, lakini vile vile ni diwani wa kata ya Goba. Sasa ninaye mwananchi wangu nimekuja naye anaitwa Elizabeth, lakini sana sana amekuja na mtoto wake anamuita Lawrence. Okay. Wow. Labda niseme story kidogo kwa nini mpaka huyu ametokea anaitwa Lawrence. Huyu ni mwananchi wangu. Mimi niligombea udiwani kata ya Goba. Na kitu alichonigusa sana huyu mwananchi ni kwamba alikuwa aende kujifungua, lakini akasubiri kwanza apige kura kunichagua mimi hapa. Okay. Alafu ndo akaenda kujifungua. Okay. Baada ya siku mbili tu tumemaliza uchaguzi ndo akajifungua. Lakini vile vile akaamua kumuita mtoto jina langu Lawrence. Kwa nilivyokutana naye siku moja wakati nafanya ziara zangu kutatua kero za wananchi kule Goba, akaniambia mtoto nimemuita Lawrence. Nikamwambia basi kama ni hivyo nitajipambana sana ili mtoto huyu aweze tuangalau tumwekee hata tumfungulie chochote cha kuhusiana na uwekezaji. Ndipo nikakutana na kiongozi mmoja anaitwa Dr. Lauren Mganga. Okay. Yeye Dr. Lauren yeye ni katibu wa elimu na malezi jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam. Okay. Akanichangia shilingi milioni 5. Wow. Kwa nilivyoona hivyo, na mimi kwa taaluma ni mchumi na napenda sana ni watu wajifunze masuala ya uwekezaji. Nikamchukua huyu dada mwananchi wangu na mtoto wake, nikasema nakuja moja kwa moja hapa UTT. Kwa hiyo leo nimekuja kwa kitu hicho. Okay. Ili tuweze kumfungulia huyu mtoto sasa. Okay. Mfuko wake wa watoto fund. Okay. Na lengo la kumfungulia mfuko ili aweze sasa kwa ajili ya malengo yake sasa ni elimu yake huko baadaye huko chuo kikuu. Naamini tukiwekeza hii milioni 5 ambaye nimeuliza hapa kwa dada yangu Martha kwamba kila mwaka atakuwa anapata 13%. Sasa mfuko kama huo ukimfungulia mtoto akiwa mdogo, kama mtoto ana miezi 9 sasa hivi, mfungulie hivi mpaka akija kuingia chuo kikuu, unaweka atakuwa na fedha ya kuanza kulipia ada yake, lakini pia kujikimu kiwa chuo kikuu. Lakini pia natoa rai sana na kwa wananchi wengine wote waweze kuwafungulia watoto wao mifuko kama hiyo watoto fund. Kwa sababu unajua ukiwa mzazi au mlezi lazima uweze kuwekeza kwa ajili ya mtoto wako kwa ajili ya maisha baadaye. Sasa ndio lengo langu ndio kuja hapa. Asante sana. Dada Eliza, habari yako? Salama. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Karibu UTT AMIS. Asante, nashukuru. Kwanza kabisa hii scenario iliyotokea kwamba kipindi ambacho ulikuwa umepitia kipindi cha kutaka kujifungua, lakini ukasema acha kwanza nikampigie kura labda Mheshimiwa Meya, lakini mwisho wa siku yote kwa yote leo umeweza kuja UTT AMIS, mwanao ameweza kufunguliwa mfuko wake wa watoto fund. Hii kwako umeweza kuipokea? Nimepokea vizuri na nimefurahi sana kwa sababu leo na kesho ya kwamba baada ya miaka mingapi mwanangu ataenda chuo, ana pesa ambayo itamsaidia kufanya kusoma shule yake. Maana kwa mfano hata leo kesho unajua kwamba mwanangu akao kusoma upo. Ninaoka kusoma upo. Ninawashauri sana wananchi wenzangu. Lawrence. Na wakaribisha sana mjisajili kwenye kuja UTT. Mje muwekeze jamani, mje muwekeze, na wakaribisha sana 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 sana. Hata kama ukipata kidogo unajiwekeza kidogo kidogo. Hii ni akiba ya watoto. Na wakaribisha sana. Sasa huyo ni mama yake na Lawrence ambaye anaitwa Elizabeth, lakini vile vile tuko na kaimu mkurugenzi wa masoko Madam Martha. Huu ujio wa Mheshimiwa Meya Mr. Lawrence Mlaki umeweza kuupokeaje bosi wangu? Kwa kweli mimi nimeupokea very positive kwa sababu Lawrence tumekuwa tukifanya naye vipindi mbalimbali vya mambo ya uwekezaji kama alivyojitambulisha yeye ni mchumi. Kwa hiyo tumekuwa kwenye mafunzo yetu mbalimbali tumekuwa tukikutana naye. Sasa na yeye anafahamu vizuri sana faida za mfuko wa watoto. Unajua mtoto unapoanza kumwekea akiwa mdogo hivi
na ukaendelea kuweka kidogo kidogo, yeye anaanza na milioni 5, lakini wengine wanaanza na 20,000, wengine wanaanza na 100,000. Kwa hiyo wanapomwekezea kidogo kidogo, tukumbuke huu mfuko unatengeneza faida jumuishi au compounding interest, ambao kiukweli mtoto mpaka anapofika umri fulani atakuwa na kiasi kikubwa cha fedha ambazo anaweza sasa kuifanya kama mtaji wake au ada ya masomo huko chuo kikuu au sehemu nyingine atakapoamua kwenda kujiendeleza, lakini pia itakidhi mahitaji yake ya kila siku ya hapa na pale. Na leo uzuri tumeboresha sisi app yetu. Tumeboresha, kwa hiyo mheshimiwa ameweza kumfungulia yeye mwenyewe kupitia simu yake ya mkononi. Amepata namba yake ya uwekezaji. Sasa hivi kilichobaki ni kufanya tu deposit benki. Kwa hiyo hii pia nichukue kama changamoto kwa watu wengine ambao wana uwezo, waangalie kwenye jamii yao ni nani anahitaji kuwekezewa. Kwa sababu unaweza ukasema watu wengine anavyoweka labda anawaza ninunue tu chakula au ninunue vinywaji vya watoto, siku moja mambo yameisha. Lakini ukija kufanya kama alichofanya mheshimiwa, ina maana huyu mtoto unaangalia leo yake ya sasa na ya baadaye. Kwamba sio tu unaspendi siku ile tu na vinaisha, hapana, lakini kwamba huyu sasa tunajua ikifika miaka 12 na kuendelea huko atazihitaji hizi fedha kwa ajili ya kununua madaftari, kununua uniform na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nichukue hii kama changamoto. Mheshimiwa leo yeye sio mzazi biological wa Lawrence, lakini ameweza kufungua. Kwa hiyo tutambue kwamba kwenye mfuko wa watoto mtu anaweza kuwekeza. Anaweza kawekeza mtu individual kama yeye alivyofanya, anaweza akawekeza kama taasisi, wakaamua kwamba kupitia ile kujitolea kwa jamii, basi wakatumia mfuko wa watoto kuwawekezea watoto kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao ya sasa na ya baadaye. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi nikukaribisha na naona sasa hii itakuwa ni fursa, umefungua milango kwa watu wengine ambao wanatamani kuwawekezea watoto lakini wako hawajui kama UTT sisi tunafanya huduma hii. Kwa hiyo ni wakaribisha Watanzania mje kuwekeza kwenye mfuko wa watoto kwa ajili ya maisha yao ya sasa na ya baadaye. Sawa, turudi kwako mheshimiwa, huku tunaelekea kumaliza. Rai yako kwa Watanzania, yawezekana hiki kilichokifanya kwetu sisi na kuna baadhi ya watu kupitia Kijiwe Mchongo ni kitu kikubwa hasa. Leo hii dada Elizabeth mwanae yeye leo hii wameweza kuwa wawekezaji. Historia fupi tu, leo hii amekuja kuwa mwekezaji. Rai yako wewe kama mheshimiwa meya kupitia Ubungo na sehemu mbalimbali, rai yako kwa Watanzania kuhusu masuala ya uwekezaji na UTT? Mimi nachojaribu kuwashauri Watanzania wengi wajifunze kuwekeza kwa ajili ya maisha baadaye, kwa sababu kuna kitu kinaitwa financial freedom. Lazima tufikie uhuru wa kifedha. Na safari ya uhuru wa kifedha inajengwa taratibu taratibu. Unaanzia sasa hivi, unawekeza kidogo kidogo. Unatafuta taasisi kama hizi za fedha ambazo ziko chini ya serikali kama UTT. Unaanza kuwekeza na mifuko mingi. Hapa kuna mfuko wa ukwasi, kuna mfuko wa bondi, kuna mfuko wa watoto. Kwa hiyo unaanza kuwekeza sasa hivi kwa ajili ya maisha baadaye, lakini sana sana hata wewe ukija kustaafu baadaye unataka kuwa na maisha mazuri pia. Kwa hiyo tumejifunza sana kuwekeza kwenye sehemu moja, labda unakuta mtu anawekeza kwenye ardhi tu, lakini no, wekeza pia kwenye ardhi, wekeza pia kwenye mifuko kama UTT, inakuwa vizuri zaidi. Asante sana. Na huyo ni Mheshimiwa Lawrence Mlaki ambaye yeye ni mstahiki meya kutokea Ubungo, lakini vile vile ni mheshimiwa diwani. Yote kwa yote, historia fupi leo hii imeweza kuja kwa dada Eliza, kwake imeweza kuja kuwa ni ndoto yake na faraja leo hii kupitia mwanae bwana Lawrence. Jina Lawrence limetoka kwa mheshimiwa. Dada Elizabeth aliwiwa akasema hapana, kwa haya makubwa ambayo mheshimiwa anatufanyia labda sisi wakazi labda kama ni wa Ubungo, akaona hapana, leo hii ameweza kuja kuwa mwekezaji kupitia historia kafupi tu. Lakini vile vile tumshukuru vile vile kaimu mkurugenzi wa masoko Madam Martha, na ameweza kusisitiza Watanzania waje kuwekeza kwa ajili ya malengo yetu ya baadaye. Mimi naitwa Ali Upuju, nikushukuru sana, na hiki ni Kijiwe Mchongo. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia.